serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa, na katika maeneo mengi nikipita naambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%, sehemu zingine 93. Lakini inatokea kila mwananchi akienda kutibiwa hospitalini anaambiwa akanunue dawa kwenye maduka mengine. Utoshelevu wa 90%, sehemu moja nilipita 95. Lakini wagonjwa 95% nao wanaambiwa wakatafute dawa mtaani. Na leo hapa nimeambiwa kila mzee akienda anaambiwa na yeye akanunue dawa, hata wale ambao kwenye sheria zetu wamepata msamaha. Hebu DMO tuambie, ninyi huku kwenye dawa mnanunuaje dawa? Kwa nini kuna utoshelevu kwenye taarifa lakini kila mtu anaambiwa akanunue dawa mtaani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi hapa tuna utoshelezi wa dawa kwa miaka miwili, hatujashuka chini ya 90%. Lakini changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni baina ya sisi watumishi katika kuandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa tunazopokea, swala ambalo tumekuwa tukilishughulikia. Hilo ni moja. Lakini tatizo la watumishi, mnaandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa tunazozipokea kutoka Bohari ya Dawa ya Taifa MSD. Mimi sijakuelewa. Mnaandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa. Hiyo ndio inaleta 90%. Tuna zaidi ya 90%, lakini dawa tunakuwa nazo, isipokuwa kuna changamoto ya tunazozipokea malalamiko ya watumishi, wanaandikiwa dawa ambayo tunayo inaandikwa jina ambalo sio la dawa tulionayo. Kwa mfano, paracetamol inaandikwa kwa jina la kampuni ambayo haisomeki kwa jina letu, kitu ambacho ni changamoto ya watumishi. Hilo moja. Lakini jambo lingine, nyewe watumishi wenu hawajasoma? Wamesoma, lakini kulikuwa inakuwaje dawa zipo, dawa mnazo zinaonekana hazipo, na mnalazimisha wananchi wakahangaike kutafuta dawa, na dawa zipo, serikali imenunua, zimeshafika? Ni kweli Mheshimiwa, tunakiri kwamba changamoto kubwa ilikuwa ni sisi wenyewe, lakini tumelifuatilia na tumewachukulia hatua baadhi ya watumishi ambao malalamiko yalitufikia. Nani na nani amechukuliwa hatua? Tuna watumishi 3 ambao wameshachukuliwa hatua. Hebu kamanda wa TAKUKURU, fanya uchunguzi kwenye huu mchezo wote huu, nipate taarifa hizi. Usikute wananchi wanalazimishwa wakanunue madawa kule. Serikali inaleta dawa hapa, zinaonekana hazipo. Usikute kule wanakoambiwa wakanunue ni maduka yenu, mnatanguliza dawa kule. Sawa. Mmeaminiwa, mnakoseaje kwamba mmekosea jina la dawa mpaka dawa zipo kwenye store yenu, wananchi wanakosa dawa na wanaumwa wanahitaji dawa hizo? Kamanda, ufuatilie na wote ambao wanahusika, wote wanaopokea dawa, wote wanaoagiza, wote wanaotoa hizo dawa, na wale wanaosema dawa hazipo. Hii michezo tunasababisha serikali inatukanwa, kumbe serikali imeshatimiza wajibu. Nipate taarifa na nijue wale wote waliohusika, na nijue hatua ambazo zimechukuliwa. Watu mko kazini kila siku, mmepokea dawa nyewe wenyewe, mnatuambiaje kwamba zilitajwa kwa jina la kampuni? Kwamba jina la kampuni hilo imekuwa mitishamba. Sasa mlizileta za nini pale? Nipate wahusika wote ambao wamehusika na hilo. Sawa. Haya ni mambo ya mizaha. Mnakuwa mnawaza nini?
na mnaeleza kiurahisi tu kama vile hatuongelei watu wanaoumwa. Nipate taarifa ya wote waliohusika, lakini kamanda, fuatilia mtiririko wote, fedha zinazotolewa kwa ajili ya kununua dawa, fedha zinazotumika, dawa zinazonunuliwa, dawa zilizopokelewa, dawa zinavyotolewa, zimekwenda wapi? Hatuwezi tukawa na taarifa kila leo 90%, 95%, kila mtu anaelekezwa akatafute dawa mtaani. Duka la mtaani linatoa wapi dawa ambayo serikali inakosa? Subiria nipate taarifa kwanza. Asante. Ngoja nipate taarifa. La pili, nimepita kila eneo na hata hapa nimeshaona kila eneo migogoro ya ardhi, migogoro ya ardhi, na kila eneo ambako imetokea hii migogoro, kila eneo waanzilishi wa migogoro ni hawa ambao tuliwaamini kwenda kutatua, ndio maana hawaitatui. Nimepita pale Starike, serikali ya kijiji ndio wameenda kuuza, wameuza eneo lote la wananchi wote, wameuza kwa watu wachache. Wanatembea na mihuri, wizi, rushwa, wananchi wanakosa maeneo ya kulima. Sasa nitahadharishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamanda wa TAKUKURU na vyombo vingine, popote palipo na mgogoro, hebu fuatilieni ni nani aliyefanya huo mgogoro. Nilitaka nitoe maelekezo pale, nikatahadharishwa kwamba jambo liko mahakamani. Lakini haiwezekani watu wachache wanapokea fedha wanatutengenezea mgogoro mkubwa wa kijiji kizima. Hawana hata aibu, hawana hata huruma. Mnapelekaje eneo lote la kulima la wanakijiji wote mnawapa watu wawili? Unaenda kwenye kuchimba na kwenyewe hivyo hivyo. Mtu mmoja anachukua leseni 100. Hii nchi ni ya kwake peke yake. Sasa na hili pewa orodha yote ya maeneo ya migogoro. Tunataka tujue nani alikuwa na maslahi binafsi akasababisha matatizo. Watu wanaanza kuchukiana kwa ajili ya masuala ya ardhi. Nini? Watu wanatembea na miuli, rushwa, wanafumba macho, wanafoji mitasari. Mpaka watu wote waje washtuke eneo lilishakwenda. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Nilipita na mkoa mmoja, nikamwambia mkuu wa mkoa, futa serikali yote ya kijiji ambayo imeuza eneo na wakamatwe. Tuanze upya. Sasa nimeshazipokea hoja hapo, tutaipitia moja baada ya nyingine. Lakini nimeelezea pia Mheshimiwa Rais alishanunua mitambo ya maji. Tunataka kila eneo ambako